Kundi la kwanza la raia wa Afrika Kusini ambao pia waliokuwa na asili ya walowezi, sasa wa kizungu pia waliopewa hadhi ya bana ukimbizi, wana asili wa Marekani, lakini pia kuanza maisha mapya kabisa kutokea katika kundi hilo. Sasa kundi hilo pia la kwanza la wakimbizi wa Afrika Kusini walio na asili ya wazungu, lakini pia lilianza safari yake bana siku ya Jumapili kutokea Johannesburg hadi Washington na hatimaye kutua huko Texas, Marekani bana. Sasa taarifa inasema kuwa wakimbizi hao pia maalum wamepata fursa ya kuweza kuingia Marekani chini ya mpango mpya wa kipekee wa Donald Trump. Ifahamike kuwa 7% ya raia wa Afrika Kusini ni wale walio na asili ya uzungu na matajiri wakubwa ikilinganishwa na wale weusi. So kwa nchi ya Afrika Kusini kumekuwa kuna wazungu wengi sana ambao wapo kule, ambao pia wanaishi na maisha yao yanaweza kuendelea huko, na hii ni mara baada ya kutokana na baadhi ya vitu ambavyo viliwafanya wao kwenda kule. Tunajua kabisa masuala mazima ya kibiashara, lakini pia masuala mazima ya vita ambayo pia ilishaitokeaga back in the days huko Soweto, South Africa, kusababisha kuwa na wazungu wengi zaidi. Mpaka sasa hivi kunaonyesha kwamba kuna idadi ya 7% kwa nchi ya South Africa kuwepo kwa wazungu ambao wanapatikana huko ukilinganisha na idadi ya watu weusi ambao pia wanapatikana katika nchi hiyo ya South Africa. Sasa kundi hilo pia la kwanza la raia wa Afrika Kusini pia ambao pia wana asili ya walowezi pia wa kizungu pia waliweza kupewa hadhi ya ukimbizi, lakini pia wanaweza kuwasili Marekani kwa kuanzisha maisha mapya kabisa kwa kundi hilo la kwanza la wakimbizi kutokea huko Afrika ya Kusini. Sasa wakimbizi hao pia maalum pia waliweza kupata fursa ya kuweza kuingia katika nchi ya Marekani kwa mpango mpya kabisa wa kipekee wa Donald Trump ambao aliweza kufanikisha na mambo yakawa safi kabisa. Endelea kutufuatilia, drop comment yako hapo, utakomentisha kinoma noma, ukisubscribe, like, share, comment, utakuwa umefanya poa and poa zaidi. Tunakwambia habari kiganjani mwako.